Kwa niaba ya wenzangu nashukuru kwa kuwa nyote mmefika, na walioko nje wanaangalia kwa mtandao, walioko hapa, walioko Kenya na walioko Canada na nchi nyingine ambao wako na sisi. Natumai na wao pia wako katika mtandao watuangalia wakati huu. Mimi namshukuru Ustadh, ametekeleza wajibu wake na kuwaelezea vile yanaofaa na yale ambao mtakaokuwa mwayafanya katika ibada yenu. Na kama ninavyosema siku zote na insist tena, mtu yoyote asojua jambo aulize hata kama ni mara 1000. Asione dhiki, asione kuwa ni nitauliza mimi nitaonekana ni mjinga. Afadhali uonekane mjinga kwako wewe, kwa mtu mwingine, lakini kwa Allah iwe yako itimie. Usiwate kazi yako ikawa nusu. Uliza mpaka ufahamu. Na katika kila wakati tutakapokuwa katika safari yetu, tutakuwa na darsa za kuendeleza. Makka, Mina, Madina, tutakuwa tukieleza ya kesho tutakuwa tukifanya nini on a daily base. Kuna watu wengine kushika ni tabu, kuna watu wengine husahau. So zile ni katika wajibu tu ambao tutakaofanya kusudi mupate kushika kesho tuna nini, na pia tutakuwa tuko pamoja katika safari mguu kwa mguu. So usijikhilibu nafsi yako kwa jambo lolote. Kitu kikubwa sana katika safari yetu, lazima tuwe na subra. Katika kila chumba kuna watu utalala nao si wako, unless ni family, ni wenzako, na kila moja anavyolala na anaamka ni tofauti na wewe unavyolala kwako na unavyoamka kwako. Kuna choo kimoja katika kila chumba. Isiwe dhiki, isiwe vita, mtartibike kila moja. Mfahamu mwenzako, muangalie mwenzako, akiwa ana upungufu msaidie. Ikiwa mgonjwa muangalie, utupe habari pale kwa pale, usiongojee. Hata kama ni ndugu yako, babako, kusudi sisi tupate kujua mapema, tupate kutekeleza yale ambayo yafaa kutekelezwa. Nafikiri sote tumefahamu katika kitambo hicho ambao ni muhimu sana. Subra ni katika nguzo. Pale mtihani ni mkubwa sana katika subra. Kwanza ukitizama mabasi, waambiwa ngoja basi ya kwenda Mina, tuweza kuambiwa tusilale. Toka saa 6 tukaambiwa hakitini tayari basi yaja. Tukaketi nde toka saa 6, gari likaja saa 12 ya asubuhi. Tusipige makelele, tusivunde haji yetu, tuwe na subra, tuyakubali, tuyaridhie na tutawakal. Kama mnavyojua, msafara wetu itakuwa tarehe 26 inshallah wa taala. Kuna watu watakaondoka 25 na 26, lakini watu wa 25 watakuwa ni kidogo. Watu wa 26 nitatoa kwa jumla, 25 atatoa mwenzangu. Okay, tarehe 26 sisi tutaondoka saa 12 kutoka Mombasa ya jioni kwenda Nairobi. So sisi tunataka tuweko pale kama saa 10 airport. Na sikuwa una tikiti ukaingia ndani moja kwa moja, tusubiriane nde paka tukishapatana sote. Tutaondoka kigrupu kuingia ndani kwenda kuchukua boarding pass inshallah, na tukipata boarding pass tutapata ya pale na ya Nairobi, kutoka Nairobi kabisa moja kwa moja. So tukishatoka pale lazima kila moja aweko pale saa 10 at least
au 9:30 saa 10 tuwe tushakweko pale, kusudi ile time ya mtana ya jioni al-asr. Okay, al-asr tuweza kuswali pale pale airport, tukaelekea tutakapo 26 kesho Jumatatu mpaka Jumatatu. Sawa. So tutakapoondoka hapo tutakwenda mpaka Nairobi 1 hour. So saa 1 tutakuwa pale Nairobi. Tutakapokuwa Nairobi tutaongojea wale wenzetu walioko Nairobi, pia wako wengi walioko Nairobi, tutakutana nao na ndio tutakapokuwa tuingia tena ndani, wao watatukua boarding pass zao pale ndani. Sisi mizigo yetu mujue, tutakapoyaitia Mombasa tutapata Jeddah. Hatupati Dubai wala Nairobi, Jeddah. Lakini ihramu yako na madawa yako weka katika begi ndogo, ama mweza kuweka katika begi kama hii. Na pesa zenu msizitie ndani ya mabegi. Simu pia usitie ndani ya begi. Ukitia chochote katika begi kitakwenda mpaka Jeddah. Pesa, simu muwe nazo wenyewe kwenye nafsi. Ikiwa shindwa kwa jambo lolote, tuulizeni. Ulizeni swali jua swali, na inshallah tutatimizia kwa maswali yenu. Tutakapoondoka kule Nairobi ni tutakuwa saa 4:20 kuelekea Dubai, na pale tutaondoka sote inshallah taala. Wetu wale grupu yetu yote isipokuwa wale 25 watakuwa wanaondoka na Nairobi, na grupu yetu nyingine ambao 25 wataondoka nao Nairobi. Kuna na wengine watatoka Canada na Amerika, ambao wao kaondoka kule tutakutana nao pia Jeddah. Wao nitaelekezea, kuna mtu atawasubiri Jeddah airport na kuwapokea, maana yaweza kuwa masaa yatakuwa marefu baina sisi na wao. Tukawekea wao, wataingizwa katika gari, wataletwa mpaka hotelini inshallah taala. Maana kuna swali hayo yatakuja na mengine yashakuja. Wakati wa kurejea mabegi yetu yatakuwa Nairobi, kwa sababu wa customs haji Mombasa. Nairobi tutatukua mabegi yetu, check customs, ndio tutoke tuje na Mombasa. So kuna tofauti ya kwenda na kurejea. Istibali zenu lazima muwe nazo. Pasipoti hizi musizivue, hata mkienda wapi, mkawa na chooni, mkawa na wapi, ogeni nazo, mulale nazo, mwamke nazo. Kwa sababu kuna na nyingine mutapaa kutoka Saudia, za Saudia wenyewe mtaziunganisha pamoja. Kwa sababu mnapopotea, mnapopatikana na jambo lolote, mnapopatikana ajali, Mungu asitujalie, hii ndio itajulisha nyinyi mko wapi, mko na grupu gani, mwapelekwa wapi. So msidharau, ni dhiki ndio hiyo nimesema. Na ile kuna na ile nyingine mtapaa pia hapo, msiikate. Ile itakuwa ya Mina, na pamoja na ile mtakaopaa hapa Saudia ambayo itakuwa ya kuingia Mina. So tutapaa mwanzo, lakini tutakuwa twazivaa. So hakuna kitu tusikate ukasema ya nini bwana, iko ya kuvaa pia tapawa. Kila moja atapanda na basi. Tukishafika Jeddah, ndani ya basi tutapawa. So kwa sana nini tuwe makini na safari. Kila saa mwangalie mwenzako kwa begani. Kuna watu wengine safari ndio mara ya kwanza kusafiri nje ya Kenya. Munapokuwa katika safari, mwenzako ataka kuingia chooni, ataka kwenda ana haja,
uwe utamwangalia na umwambie wenzako, sisi twenda pale, namsaidia mwenzangu. Msimwate mwenzenu kwa peke yake. Mjue sasa nyinyi ni family ya Al-Buraq Haji na Umrah. So lazima tuwe kitu kimoja, wahtasibu bihablillahi jami'an. Tuungamaneni na tushikamaneni. So kuna upungufu wa jambo lolote, kosa jambo lolote, tuombiane, tusameheane, tuangaliane na tujaribu kusaidiana. Tusaidiane kwa sababu kila unapofanya kusaidia ni ajira, hukosi kitu kwa Allah subhanahu wa ta'ala, unajiongezea katika ajira zenu. So msipoteze nafasi. Amwona mzee hapo bwana, mshike mkono, hakuna aibu. Muona mama huyu, mshikeni mkono, saidieni, hakuna aibu. Kwa Mwenyezi Mungu ni pepo. Katika chakula tumefanya arrangements ambapo tulisema chakula kitakuwa vyakula viwili kwa siku. Tumepata nafasi inshallah, Mwenyezi Mungu atatujalia, tuko katika nia ya kufanya 3 meals inshallah taala, na chakula kitakuwa sio 27, kitaanza tarehe 28, kwa sababu wale ambao washughulika mambo ya chakula wanasema mpaka mnapokuja, kwa sababu hawajui ndege itakuwa vipi na vyakula kupika ni hasara. Tukishaingia watupangie siku ya pili ya chakula. So kuanzia tarehe 28 tutakuwa na chakula. 27 tutajiangalia vile takavyojiweza inshallah taala. Madina labda tutafanya vile vile mbili inshallah taala, tutaangalia. Lakini majamani, pasipoti, yellow fever book, ile mustabali ndio hapa, pamoja na tikiti zenu na visa muwe nazo, kwa sababu mtaulizwa hapa kabla mjenda popote, visa yenu iko wapi, kitabu chenu kiko wapi. Ambao hana, kama alivyosema ndugu yetu al-akh Alamin Ganzel, atuelezee tujue namna kusaidiana. Pesa zenu muzieke kwa ndia sawa, muchange into dollars. Hakuna kule Kenya shillings utachange, hakuna. Msiombiwe mimi nitatukua na Kenya shilling nitaweka M-Pesa, hakuna utakapochange kule. Hawathamini M-Pesa wala hazijue Kenya shillings. Mwaweza kufanya dollars, mkafanya kidogo riali ya kuanzia, just in case at the airport, wapi kununua sim card kidogo, au dola pale airport mweza kuchange zile dola. Kuna ndia mbili mweza kufanya. Mmefahamu majamani? So kitu muhimu uwe majipanga, kwa sababu sisi katika nafsi zenu hatujui majipanga vipi. Sisi tutasaidia katika mipango, lakini hatujui mipango yenyewe itakuwa vipi inshallah. Nafikiri ni hayo kwa ufupi. Na form za medical tutazitaka. Form za medical tutazitaka kwa sababu ni muhimu majamani. Ikitokezea jambo lolote tunazo hapo, tutahapa kama ambao hana. Na tumetia katika mtandao, kwa sababu ukipatikana katika ugonjwa hatutaki trial and error. Tutajaribu hili kwanza, tutajaribu lile lililoandikwa katika ile fomu, una ugonjwa gani, kabla tujakimbilia jambo jingine. So hiyo ndio muhimu wa ile form ya medical. Nafikiri kwa machache hayo nitamwata Alamin Ganzel. Ndio. Alafu na
katika kusafiri kule. Nitaja kuna wale wazima kama ni kufanya kutumia kama ni magari. Upande wa wheelchair manake wajua ile safari kule kuna wa wheelchair za kukodisha, mtu anaweza kukupeleka tukazungumza na wao. Kila wakati inategemea vile tunavyozungumza na wao. Watakuanzia pesa za juu sana, watakuanzia labda $100, ndio inavyokuwa, lakini tutabembelezana nao, wao watafanya na nyinyi. Wakimaliza sitaambia wawalete pahali fulani, na wao wana ilmu, wakenda na nyinyi watafanya ile wajibu wa kufanya. Alafu tutaambia akimaliza akweke pale fulani ambao sisi tukitoka tutakutana pale fulani, tutakwenda zetu pamoja nyumbani. Nafikiri tumefahamikiana. Sasa wajua ni ngumu kusema ni pesa ngapi, lakini manake kwa sababu ni wakati mbili, bebe akiba weka $200. Hujamfahamu yule mzee. Sheikh Yasin, pesa ambazo kwamba wewe wataka ufai kuchukua Saudia kwa msimu wa haji. Sema kwa msimu wa haji ama kwa sababu msimu wa haji inategemea matumizi yako, ni kitu gani wataka kununua. Kuna tende ambao ni kawaida, kuna maji ya Zamzam ambao ni riali 11 au 11 point something which is 12. Okay, kuna tende, kuna mazaadi gani mwataka kununua, kuna chakula mara nyingine hutaki kula hapa, leo natoka nde nitakula nde. Sasa yote inategemea matumizi yako mwenyewe binafsi, lakini kiwango mtu akitukua 500 ni ziada, dola 500 ni ziada, lakini pia kuna masurufu. Kuna watu wengine ni spender na kuna wengine 200 za kuwatosha, dola 200 za kuwatosha. Chakula mshapata? Naam. Pale kulala mshapata, transport mshapata, chakula mshapata. Sasa yale ya ziada naam. Mina yatakuwako, lakini Muzdalifa ile itakuwako mkeka labda rial 5. Hakuna kitu kingine, mkeka. Na mkeka si lazima, kwa sababu carpet itakuwako. Hakuna pesa utakaolipa, hakuna pesa yote utakaolipa, ni matumizi yako binafsi. Mkeka naam. Ndio hiyo wheelchair tumesema tutazungumza nao, tumezungumza. Wewe amini utafanya, amini utafanya, tia nia utafanya, sawa. Lakini ikiwa kuzidi utatuambia. Okay, najua mimi habari yake kabisa. In case imetokezea ziada, lakini najua utatembea inshallah taala kwa kudra za Allah, biniyati inshallah, na tuko na wewe kutoka hapa mpaka tutakaporejea, tuko na wewe. Tamam, hesabu sisi ni familia. Yoyote katika hapa ni ndugu yako, ni babako, ni mwanayo, ni sistako, ni mamako. Tuhesabiane katika kiswali hilo. Tusione haya kwa kumuuliza mwenzako naweza kusaidika kivipi. Hapana. Na sisi 24/7 tuko na nyinyi, hatuondoki guu kwa guu. Hatutokuwa kama magrupu mengine hataki kuzungumza maneno mengi, ikawa watu hawajui watu wako wapi. Tutakuwa na nyinyi 24/7. Ikiwa tumetoka dharura, tutaondoka dharura, wenzetu wengine watakuwako. Si sote. Wengine tuweza kuitwa maktaba, tuende kwa makatasi, tukachukue beji, tukachukua nini.
lakini mtu mwingine atakuwa pale yuko na nyinyi. So ikitokezea jambo lolote tutawaambia sisi chumba fulani tuko pale. So ikiwa jambo lolote ndio ni chumba fulani tutawajulisha. Naam mzee. Kati ya Makka na Madina, je, tunaweza kupata barnamij ama utaratibu tutakuwa tunakwenda wapi kufanya nini? Ndio kama nilivyosema pale mwanzo, tutakuwa kila siku. Leo tutazungumza ya kesho, kesho tutazungumza kesho kutwa, katika mipango tunaofanya ya siku ya pili, kwa sababu kuna watu wanasahau. So tutaelezea tena leo, kesho tutafanya kadhaa kadhaa kadhaa. Kesho tuna safari ya kwenda Madina, tutajirekebisha saa ngapi, tutafanya yale yote inshallah taala, na Mwenyezi Mungu atatuwezesha inshallah. Kwa hayo ningependa mwenzangu aingie, alafu tumwatie Ustadha Fatma. Naam. 26 kuna group wanaondoka 18 na wengine 19. Just give the names. Time yote watu ni saa 9:30. Yangu nimecheki 7:15. 19:15. Ya saa moja. Kasoro. Kutoka Mombasa. Yes. Kasoro. Mbona kuna Kuna jambo na keki. Na kuna ile Jambo na keki. wale ambao wamebadilisha flight. Hiyo ni katika ile flight imebadilishwa na KQ. Yeah, KQ. Walibadilisha flight yao, lakini sote tuko tumeweka katika wakati mmoja. Sana. Alafu sasa wakabadilisha ni jambo wengine. So kama hiyo saa moja itakuwa vile vile 2 hours before. Manake kama saa moja, no, tufanye vile vile sote saa 10 tuweko pale. Sote tuweko saa 10. sasa Tutaelekezeana sasa, nyinyi mtakuwa hapa, sisi tutakuwa hapa, kusudi tushaonana. Kama kuna jambo lolote tusaidiane pale kwa pale inshallah taala. Nafikiri itakuwa bora. Naam. Mtu ikiwa hajui Kiarabu. Naam. Ikiwa mtu hajui Kiarabu. Naam. Kwa mfano na mimi sasa. Kwa mfano mimi. Kiarabu sijui Kiingereza. No, sisi tutazungumza lugha ya Kiswahili. Kiswahili. Sasa kule choo, kwa mfano choo. Wewe kabla hujaenda chooni, sisi tutakwambia choo ni kile. Ndio pale nikakwambia utuulize. Bwana nataka kwenda chooni, yaitwa hamam. Takwambia ile choo pale. Unakwenda, tunakusubiri. Maliza ndio tuondoke. Manake tukenda muda, by the time ukitoka kule na zama, sisi labda tushafika mpaka wa pili.